sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Sababu hasa ni nini? Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani kudai haki. Tunataka kujua haki gani ambayo vijana hawa wameikosa, na kwa umoja wao waliingia barabarani kuidai haki hiyo. Purpose ya wale vijana kuingia ni haki gani, ili tuweze kuifanyia kazi na wapate haki yao. Lakini jengine, tunapofanya hii kazi, hebu twende tukaangalie matamshi ya vyama vya upinzani. Wale waliokuwa wakisema lazima Kiwake hapakaliki, lazima aondoke, lazima kiwe hiki, uchaguzi hautafanyika. Kitu gani hasa kilichowaletea kufanya vile? Lakini katika kufanya hivyo, tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi. Uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine, tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi? Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro? Hebu twendeni tukaangalie pia. Lakini tukaangalie sasa, jambo limetokea, watu wameingia barabarani, vurugu zile, na kilichokuwa kinaimbwa ni kwamba kama kilivyokuwa Madagascar itakuwa hapa pia. Sasa tukaangalie njia zilizochukuliwa kukabiliana na lile vurugu na zenyewe, na ndio maana hapa ndani kuna mstaafu jeshi, mstaafu polisi, mstaafu mwingine. Kwa hiyo twendeni tukaangalieni njia zilizochukuliwa zilikuwaje. Halafu katika kuifanya kazi hii, pamoja na hadidu rejea nyingine ambazo mtapewa, mimi nimetoa tu vile vidokezo hapa, lakini katika kuifanya kazi hii tutapangiana muda. Lakini kama alivyosema CS kwamba yuko tayari kuiwezesha tume kwa vitendea kazi, na muda mtakapokaa naye atawaeleza vyema. Tutawapa pia secretariat ambayo itakuwa inawasaidia kuandika na mambo mengine yote ya organization ambayo itakuwa yanatakiwa kufanywa ili tumefanye kazi yake vizuri. Kama mnavyojua, wakati nafungua bunge niliahidi, wakati nazindua kampeni niliahidi kwamba ndani ya siku 100 nitaweka tume ya maridhiano, tuangalie sababu za changamoto za kisiasa ndani yetu, tupatane na tuende vizuri. Lakini kwa hili lililotokea, tumeona tuunde tume hii kwanza, fanye kazi yake, imalize. Mapendekezo yatakayotoka huku ndio tutakayokwenda kuyafanyia kazi kwenye tume ile ya maridhiano. Kwa hiyo mapendekezo yenu ndio yatafanya ajenda za kwenye tume ya maridhiano. Kama nilivyosema, kazi hii si ndogo. Tutaanza na muda nadhani wa miezi 3, alafu taangalia kazi inavyokwenda.
Lakini niseme kwamba nina matumaini makubwa na tume hii. Jana nilikuwa nasoma article fulani, wenzetu wapinzani wanasema hawana imani na tume yote ya ndani. Wanataka tume itoke UN, tume itoke AU, tume itoke wapi kwa European Union, ndo zije zifanye kazi hapa kwetu Tanzania. Lakini mimi nina imani sana kwa ubobezi na experience yenu, na imani sana na tume hii, na ni matumaini yangu mapendekezo yatatutoa tusogee mbele. Sasa baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba tume hii nimeizindua rasmi na nawatakia kazi njema. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Na baada ya hapa naomba uridhie tu kwa ajili ya kupata picha za kumbukumbu mbele ya jengo hapo kwenye ngazi. Asante sana Mheshimiwa Rais.